Ni taarifa iliyotufikia hivi punde kwenye meza yetu ya habari ambapo kichwa cha habari kinasema Tanzania yajibu ripoti ya ukandamizaji ya haki za binadamu. Na hii taarifa nitakusomea kama ifuatavyo, ndugu msikilizaji wa Bongo 5 Network na mtazamaji. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejibu ripoti iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch HRW iliyodai kuwa ukandamizaji wa kisiasa umeongezeka wakati taifa hilo linapoelekea kwenye uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Oktoba 29, 2025. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema taarifa iliyotolewa na HRW Septemba 29, 2025 kuwa sio sahihi na ni za kupotosha, huku akikanusha pia taarifa za kutekwa kwa raia nchini humo. Mada kuwa kuna kupungua kwa uhuru wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu 2025 si ya kweli. Taarifa hiyo imesema katiba ya nchi inatoa haki ya kuishi usalama na uhuru kwa kila Mtanzania. Taarifa hiyo imeongeza. Akijibu taarifa ya HRW, Tanzania imesema ipo tayari wakati wote kushirikiana na taasisi yoyote inayotafuta taarifa sahihi. Taarifa ya HRW ilisema kuwa mamlaka nchini Tanzania zimekandamiza upinzani na wakosoaji wa chama tawala, zinanyamazisha vyombo vya habari na zimeshindwa kuhakikisha uhuru wa tume ya uchaguzi. Mamlaka Tanzania inapaswa kuchukua hatua za haraka kulinda uadilifu wa uchaguzi wa Oktoba ambao kwa sasa uko katika hatari kubwa, alisema mtafiti wa Afrika katika Human Rights Watch. Mamlaka inahitajika kujizuia kukandamiza upinzani na vyombo vya habari na badala yake kushiriki katika mageuzi yenye maana ili kuhakikisha uchaguzi huru wa haki na wa kuaminika. Taarifa ya HRW ilisema Tanzania imelaumu shirika hilo kwa kutoa taarifa za aina hiyo bila kuipatia fursa ya kujibu kabla ya kuchapishwa. Tanzania imesema kuwa imejipanga kuhakikisha na haki za binadamu, demokrasia, utawala bora na sheria vinaheshimiwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu 2025. Swipe kusoma. Yes, hiyo ni taarifa. Mimi naitwa Abdul 55.